Kirui KTN. Naam, kwingineko ni kwamba viongozi wanaohusishwa na mpango wa serikali pana wamesisitiza haja ya kuendelea kuunga mkono utawala wa sasa chini ya Rais William Ruto. Viongozi hao sasa wanaotoka chama cha ODM walishikilia kwamba wamekuwa upinzani kwa muda mrefu na sasa kwamba wameonelea manufaa mengi ya kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza. Wakati huo huo pia Raila Odinga Jr. ameitaka serikali kukumbatia mazungumzo ya amani wakati wowote hali ya wasiwasi miongoni mwa Kenya inapozidi kuongezeka nchini. Mwandishi wetu Chris Dairu anaripoti zaidi. Viongozi hao walio katika chama cha ODM wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho ambaye pia ni gavana wa Homa Bay Gladys Wanga walikuwa wamehudhuria ibada ya Jumapili katika eneo la Dandora, kaunti ya Nairobi, ambapo walisitiza wito wa kuunga mkono utawala wa Kenya Kwanza kwa misingi kuwa watafaidika zaidi serikalini ikilinganishwa na upinzani. Tumebadilisha style ya kupigania wananchi wa Kenya. Saa hii tunajua tunasumbuka na ile mambo ya fuel hapa nchini na bei yake. Watu wanasema ODM, kwa nini mmenyamaza? Hatujanyamaza. Sisi ndio tumetuma expert pale wazingatie na wazungumzie na waangalie mambo ya fuel. Fuata Daktari Oburu Oginga, na katika ile kuongea mtaongea. Ile kamati itachaguliwa ya ODM na UDA. Tunataka kila chama iheshimike. Wanasiasa hao ambao wamekuwa wakishinikiza kuwepo kwa muungano wa kabla ya uchaguzi na UDA waliwashawishi wafuasi wao kwa nini wanapaswa kubaki serikalini. Kuna wale ambao wanasema ati chama cha ODM tuende tuungane na watu ambao ni wakabila, watu ambao wanataka watenganishe Kenya kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya chuki. Sisi tumesema hatutaki hiyo njia. Lakini hizi viti zingine tutataka heshima nazo. Mahali kuna ODM ibaki. Zoning lazima ifanywe. Zoning. Hatutaki ugomvi na UDA na hatutaki ugomvi na mazungumzo. Akiwa bado katika kaunti ya Nairobi, Raila Odinga Jr. ambaye alikuwa amehudhuria ibada ya Jumapili katika mtaa wa Imara Daima, kaunti ya Nairobi, alitoa changamoto kwa serikali ya sasa kusikiliza kilio cha raia wake huku kukiwa na hali ngumu ya kiuchumi. Hata tukiongea na serikali, tunajua saa zingine vitu zinaweza kuwa ngumu huko majuu na ina affect bei za bidhaa, lakini ukiongea na wananchi utuongeleshe na utaratibu na amani, maanake huku pia chini tunafinywa. Raila Odinga Jr. aliangazia kuwa babake marehemu Raila Amolo Odinga alikuwa mtu mwenye amani ambaye alikuwa na hamu ya Wakenya na kila mara angetafuta mazungumzo kuhusu masuala ambayo yanawagusa Wakenya.